Ya nakumbuka ndugu yangu kwa sababu kisiasa wakati alikuwa mbunge alijulikana sana kwa Y92, YK92. Hao ndio wali drive wakasindikisha the hayati Moi akapata hiyo hatamu. Ilikuwa ngumu na lakini yeye na wengine ambao ni viongozi wa nchi hii. Mheshimiwa Beatrice Adagala, Kenya inaomboleza kufariki kwake Mheshimiwa Cyrus Jirongo. Sijui wewe kama kiongozi vile kutoka magharibi mwa Kenya unamkumbukaje Mheshimiwa Jirongo? Asante. CJ tunamuomboleza, mimi namuomboleza binafsi kama ndugu yangu kwa sababu mama yake na mama yangu ni Basuba. Huwa tunaitana, yeye ananiita msichana wa Msuba na mimi namuita kijana ya Msuba. So ni kama ndugu yangu na tunatoka na yeye Hamisi na katika kaunti yetu ya Vihiga. So nimepoteza brother, nimepoteza mtu wa jamii na ni huzuni sana kwa sababu kumpoteza ndugu kwa ghafla like that kwa njia ya ajali imetuhuzunisha sana. Tunamuomboleza na kama jamii ama kwa niaba ya watu wangu wa Vihiga County as the county MP naambia familia ya Jirongo na waletea pole na rambirambi kutoka kwa Vihiga, watu wote wa Vihiga County tuko pamoja. Labda tangu uanze kuhudumu katika bunge, najua labda mmeweza kushauriana hapa na pale kisiasa. Sijui utamkumbuka Mheshimiwa Jirongo kwa nini hasa ambaye labda mliweza kushirikiana? Ya nakumbuka ndugu yangu kwa sababu kisiasa wakati alikuwa mbunge alijulikana sana kwa Y92, YK92. Hao ndio wali drive wakasindikisha the hayati Moi akapata hiyo hatamu. Ilikuwa ngumu na lakini yeye na wengine ambao ni viongozi wa nchi hii katika hiyo vurugu ya YK92 walifanya kazi sana, na hiyo ndio ilimlete ndugu yangu Jirongo into a lot of limelight kwa sababu hata noti ilikuja 500 ikaitwa Jirongo. Labda sijui kwa magharibi ya Kenya, najua wewe ni mwanafamilia, lakini kwa magharibi ya Kenya labda kumpoteza Jirongo unamaanisha nini kwa siasa zinazokuja kwa uchaguzi mkuu ujao wa 2027? Katika jamii yetu tumempoteza a very important person. Jirongo could have played a big role kwa hii siasa. Hata katika mkoa wetu wa magharibi tulikuwa tunataka tukae sisi wote pamoja na tusemezane na tuweke kura zetu kwa kikapu kimoja. Sasa tumempoteza, Mungu aweke roho yake mahali pema mbinguni. Labda unaona iwapo labda angekuepo mngeweza kushirikiana, najua wewe sasa yuko katika Broadbase, angeweza kuingia labda mngemshawishi aingie kwenye Broadbase? Yeye ni ndugu yangu, siwezi nikakwambia, na lakini kuna stories tulikuwa tunaongea. Nilikuwa namwambia kama ndugu yangu, namwambia toka kwa baridi kuja huku tuko, na tulikuwa tunasemezana, na lakini kwa kifo kimeingia kwa ghafla na tumempoteza, but alikuwa na mpangilio ya kufanya kazi pamoja na mrengo wa Broadbase na His Excellency William Samoei Ruto. Najua uko karibu sana na Mheshimiwa Musalia Mudavadi. Sijui kama yuko nchini, hatujamuona akiweza labda kutembelea familia. Najua wameweza kuwa walifanya kazi pamoja miaka ya 90. Sijui labda una ujumbe wote? Okay, I think atakuja. Unajua kazi kwa sababu ako kwa idara ambayo iko na kazi mingi, foreign affairs and also being a PC. Yes, ako na kazi mingi na lakini tunaomba ya kwamba atakuja, atatembelea jamii. Yeye ni mmoja wa hii jamii kwa sababu hajajua Jirongo leo ama jana. Hawa ni mandugu wanajuanana kwa muda mrefu. Kwa hivyo naamini akikuja kutoka safari atafika hapa, kitu ya kwanza atakufika kwa hii jamii kuja kuomboleza nao. Ujumbe wa mwisho kwa wana magharibi, familia ya Jirongo na Wakenya kwa jumla? Kwa niaba ya jamii, kwa familia ya Jirongo tunaambia pole, tuomboleze Jirongo kwa amani na tumsindikishe ile siku ambayo imetengwa ya 30 kwa amani. Na watu wa magharibi nawaambia tukae in one unity, tukae pamoja, tusemezane sisi watu wa Mlembe na wale jamii zote ambazo zinaishi Western, tukae kitu kimoja. Na kwa Kenya kwa jumla pia ni amani ndio tunataka, na hata kama tunaomboleza ndugu yangu Jirongo, CJ famously known as Jirongo, I'm wishing Kenyans a Merry Christmas and Happy New Year, na drivers, pilots, wale wanaendesha meli kila mahali kusafirisha watu wetu,
waangalie sheria ya barabara, ndio tusipoteze watu wetu kwa mabarabara, kwa pikipiki wote, kila mahali watu wetu watembee kwa amani. Asante sana mheshimiwa.